Bwana Mwijaku ameingilia kati, amekuja kutoa majibu au amekuja kutia neno kuhusiana na semina fulani hivi ambayo Diamond ameifanya hivi karibuni. Na katika semina hiyo bwana, ni kwamba Diamond bwana amefanya kitu kwenye masterclass kwa ajili ya kuwafundisha baadhi ya wadau wa entertainment industry, hususan wasanii na vijana wengine ambao wana ndoto kubwa katika jamii. Ni kwamba Diamond bwana amewafundisha kuhusiana na mambo ya branding, jinsi ya kuhakikisha kwamba ukati tamaa katika swala zima la kupambania ndoto zako kama kijana na mambo mengine mengi. Kwa kifupi ni kwamba Diamond bwana amezungumza pointi nyingi sana, japokuwa watu wengi sana waliona kama vile kila anachokizungumza ilikuwa kama vile ni kijembe kwenda kwa Harmonize. Hususan katika swala hilo la branding bwana, watu wengi sana waliona kama vile Diamond wakati anazungumzia kwamba msanii utakiwa kujibizana na watu, msanii utakiwa kucatch feeling, watu wakikukosoa unaanza kugombana nao, unawasema, unawatukana. Msanii utakiwa kuonekana mara kwa mara, kufanya mahojiano, kufanya interview na kuposti vijembe mitandaoni. Msanii utakiwa kufanya hivyo kama kweli unazingatia brand. So hayo ni maneno ambayo Diamond aliyazungumza, lakini watu wengi sana wakawa wameona kama vile hivi vyote haya maneno yote yalikuwa kama vile yanamlenga Harmonize. Umeona bwana Kwa hiyo waliona kama vile ni kijembe kwenda kwa Konde Boy. Hivyo basi wadau mbalimbali bwana wamekuja wamenyoosha maelezo kwamba haya bwana ni vijembe kwenda kwa Konde, akiwemo Mwijaku hapa. Mwijaku bwana amejitokeza na amelizungumzia swala hilo, akidai kwamba bwana hapo bwana Mwambino mwenyewe anamuitaga hivyo alikuwa anamtupia vijembe Harmonize. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mwijaku bwana ameweka caption ambayo inasomeka kwamba ningeshangaa sana mazungumzo ya Mwambino asipige dongo kwenda kwa Konde. Akaendelea hapa Mwijaku kusema kwamba kiufupi ni kwamba Mwambino bila Konde haendi, hata abebe magari maruru hapa na Moro. Ameandika hivyo, hata abebe magari maururu hapa na Moro, ila bila Konde haendi kokote, pumbavu zake. Mwijaku ameandika hivyo akiwa anamaanisha kwamba ni Diamond hawezi akafanya kitu chochote kile kikazungumziwa mjini au kikaenda sana kwenye mitandao ya kijamii kikaibua mijadala bila kumpiga vidongo Harmonize. Hayo bwana ni maneno ya Mwijaku. Sasa Mwijaku bwana, baada ya kuzungumza hivyo, wadau mbalimbali hapa wamekuja kujitokeza kwenye comment section, wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano, kuna mtu hapa ameandika umbe bwana, kwani wapi amemtaja huyo kijeba? Kuna mwingine anasema umbe bwana, huyu Mwijaku kweli mpumbavu, leo umeamua kuongea kinyume, wewe ndo huwezi ishi bila kumtaja Simba. Mwingine anasema umbe bwana, Diamond hawezi kwenda kumuongelea Harmonize, watakucheka Mwijaku. Kuna mtu hapa amekuja na yeye pia ameandika kwamba bwana huyo jamaa amempiga, yani huyo Diamond amempiga wapi dongo Harmonize? Kwani Harmonize pekee ndio anafanyaga interview? Kwani Rayvanny pia huaga afanyaga interview? Rayvanny ameshafanya interview ngapi? Mondi yeye ameongelea kuhusiana na branding. Wewe na fikra zako na magonjwa yako ya akili ndio umefikiria kwamba umemfikiria Harmonize peke yake, ilhali wapo wasanii wengi sana kila siku wanafanya interview. Ya hayo ni maoni ya wadau kuhusiana na kile ambacho amekizungumza Mwijaku, kudai kwamba Diamond bwana alimpiga kijembe Harmonize. Na mtazamaji bwana, moja kati ya vitu ambavyo vina trend huko mtandaoni ni kuhusiana na maneno ambayo ameyazungumza Diamond Platnumz. Bwana, hii ni ya moto kweli kweli. Bwana Diamond hivi karibuni alikuwa yuko kama vile ameanzisha semina hivi kwa ajili ya kuzungumza na watu ambao wapo katika industry, watu ambao ni wadau wa entertainment industry hapa Tanzania, hususan katika upande wa music. Bwana Diamond amezungumza vitu vingi sana, lakini moja kati ya vitu ambavyo vimepewa airtime zaidi, yani katika vitu ambavyo vimezungumzwa zaidi kwa kiasi kikubwa au vimejadiliwa zaidi huko mitandaoni, ni kuhusiana na sakata zima la msanii kujibrand. Umeona bwana yani swala la msanii kujibrand bwana ni moja kati ya vitu ambavyo Diamond amevizungumzia kwa upana zaidi.
Bwana Diamond ameelezea kwamba msanii kwanza kabisa inatakiwa uzingatie swala zima la kuto kuonekana mara kwa mara, lakini pia vile vile swala la kufanya interview mno, sio jambo zuri, yani yani inatakiwa msanii sometimes wewe unakwepa interview, yani sio kila siku unazungumza wewe tu na vyombo vya habari, leo umezungumzia hiki, mtu akujielezea sana. Lakini pia vile vile bwana ni kwamba Diamond anadai kwamba wasanii wawe na tabia ya kuwekeza katika biashara yao. Sio kwamba umepata pesa kupitia sanaa unaenda kununua ardhi, unapata pesa kupitia sanaa unaanza kufungua biashara. Ina maana kwamba wewe biashara yako ya kwanza kabisa ambayo ni sanaa, ambayo ndio inakupa pesa, hauiamini. Vile vile Diamond bwana ameelezea suala la msanii hutakiwi kuwa kwenye swala kuonekana hilo amelitilia mkazo kweli kweli, kwani imeonekana kwamba wasanii wengi sana siku hizi wamekuwa hawana ule uadimu, yani wamekuwa ni watu ambao wanaonekana almost kila sehemu ukipita unakutana nao. So hapa bwana kupitia page ya Wasafi wenyewe wameelezea kwamba bwana show ya kwanza yeye mwenyewe Diamond alielezea pia kuhusiana na show yake ya kwanza kabisa ambayo alilipwa 50,000. Bwana anakuambia hapo Diamond Platnumz akiweka wazi kiasi alicholipwa kwenye show yake ya kwanza kabisa kimuziki. Diamond ametoa ujumbe huo kwa vijana wenye ndoto kubwa za muziki. Zuchu pia vile vile amekuja na yeye pia, Zuchu na yeye pia alikuja akachangia mada hiyo. Kiujumla ni kwamba hii bwana ni moja kati ya semina ambazo zimewafundisha vijana vitu vingi sana sana hawa vijana ambao wapo katika industry ya muziki hapa Tanzania. Tunaona pale alikuwepo Diamond Platnumz, alikuwepo Fid Q pamoja na Madam Rita. Hosti alikuwa ni Lil Omi. Unaambiwa kwamba kwenye swala la branding Diamond bwana ametilia mkazo kwamba msanii kuonekana ovyo ni kushusha brandi yako. Wakaelezea hapa Wasafi baada ya kuposti wakiwa wamesema kwamba bwana msanii swala la kuonekana ovyo ni kushusha brand. Professor Diamond Platnumz ametoa maarifa kwenye swala zima la branding, ubunifu na mengine mengi ya kimuziki akiwa anashirikiana na Zuchu. Watu wengi sana kiukweli bwana wame support kitu ambacho Diamond amekizungumza bwana, maana hata issue ya kuposti sana ukiwa kama msanii pia vile vile ndo yale mambo ya kuto kuzingatia brandi. Sasa basi wadau mbalimbali kama vile kina Mr Pimbi bwana wamekuja kulizungumzia hilo swala, wakidai kwamba hilo bwana lilikuwa ni dongo moja kwa moja kwenda kwa Harmonize Konde Boy. Wakiwa wanamaanisha kwamba Harmonize ndiye msanii ambaye Diamond pia ana tabia alisema kwamba hata tabia ya kujibu comment za watu. Yaani unakuta mtu amekujibu umepost alafu mtu akaja akacomment, alafu msanii unakuja unaanza kuambia kwamba acha kuongea sana na vitu vingine kama hivyo, unakuja ni unajibu comment za watu sana huko mitandaoni, una catch